Na muko unasikiliza Amka na Baraka1 TV saa 11 saa za Afrika ya Kati asubuhi, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, baada ya vipigo vitakatifu, M23 watangaza kuondoka rasmi jijini Uvira na kuliacha chini ya mikono ya jamii ya kimataifa. Fizi, William Amuli ya Kutumba ahidi amani ya kudumu kurejea kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiwatupia vidonge kina Nemia Mwilanya pamoja na alikuwa rais wa DRC Bwana Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila Kabange. Kinshasa, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tayari kwa mazungumzo, lakini sio mazungumzo ya kutoka na watu wa nje. Na muko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Hii ni Amka na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio ya yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumbuka kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, ambako baada ya vipigo vitakatifu, M23 watangaza rasmi kuondoka Uvira na kuacha mikononi mwa jamii ya kimataifa. Upande wa tarafa za Uvira, Fizi, Kabare, Mwenga ambako M23 wameonekana kwanza kurudi nyuma, huku magari yakibeba mihili isiyokuwa na wai. Ni kutokana na mapigano ambayo yalikuwa yakifanyika katika hayo maeneo. Kuanzia siku mbili mfululizo, magaidi wa M23 wamekutanana na vipigo vitakatifu kutoka kwa wazalendo maeneo ya Kaziba, ikiwemo pia maeneo ya Kabare, Walungu, Shabunda pamoja na maeneo mengine, bila kusahau pia Lemera ambako siku ya juzi na jana kulifanyika mapigano makali ambako wazalendo walifanikiwa kuweza kuwapiga vibaya magaidi wa M23. Mashuhuda wameweza kushuhudia magari ya kubeba mahiti pamoja na wagonjwa maarufu kama ambulance zikitoka maeneo hayo na kujirekeza yote ndani ya jiji la Bukavu, huku pia askari wengine milolongo wakionekana wakitembea kwa mguu huku wakiwa wamechoka kuelekea ndani ya jiji la Bukavu. Ni za mingi ziko kama kenze. Ni za mingi. Sasa bwana wanaanza kukupa manaza rudia. Sasa wanaanza kurudisha huko. Ni za mingi sana. Wanaanza kisa na wanashaanza kukupa tu anza retire bana. Sasa wale wafaa kule chini. Uvira sasa Amerika kule kama kule Uvira kwa wale wapika. Amerika wapiga sasa mingi Amerika kwa mwao. Yeah. Nakwambia juzi wanapitisha mamaiti zishaanza nuka, maizi zikafuata gari. Unuka wanake sana. Mara sasa banaanza kukupa mara wana retire watu yao. Baba warudisha. Ile bagari yenye balibana jana zile. Magari zaidi ya 35 yalionekana jijini Uvira jioni ya tarehe 14 za mwezi wa kwanza 2026 zikiwa hazina mtu ndani yake, kutokana na vipigo ambavyo wamekuwa wakivipata mara kwa mara kutoka kwenye uwanja wa mapigano
Inasemekana magaidi wa M23 wametoka kwenye milima ya juu na hivyo wote kushuka jijini Uvira. Kuna uwezekano mkubwa wa asubuhi hii wananchi wataamka Uvira na kukuta jiji la Uvira likiwa liko wazi, huku magaidi wa M23 wote wakiwa tayari wamekwisha kupakia kwenye magari na kuondoka kurudi kwao walikotokea. Taarifa zingine zinasema kwamba magaidi wa M23 wamechukua lami iliyokuwa kwa ajili ya kujenga barabara ya Uvira na hivyo kuweza kupakia kwenye magari na kuiba pia nyumba za raia na kuondoka na magari ya raia pia na vitu kadhaa, huku wakigonga kwenye nyumba za wananchi kwenda naiba na hivyo kufanya safari yao ya kuondoka Uvira na kuelekea Rwanda kuweza kutimia kabisa. Jambo baba la baba, iko habari ya kushinda, mnashinda, mko bien? Chana ilipita bien. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Uvira tunaingililiwa. Kuna pita plus ya 40 Beni ou ma petit Beni, unatokea munivu ya Bukavu, bulianza pita depuis 13h ma 14h 15h ikenda jinstale kuporo. Saa ya magharibi njo inaingia kule ku kariere ya RN5, njo zinaingia kule, zinaenda beba zile magudron zinaenda Bukavu, zile magudro zinaenda Rwanda, ndio kwenye zile magudro zinaenda sandiza aseme bakombozi, kumbi ndio yenye wanakia tuiba, biko kia tuiba mali yetu. Tuko naomba na Mungu atusaidie. Kongoleo wote mali ingia mui mvuma, Mungu amurumie kabisa. Mungu amurumie Kongoleo wote. Mungu amurumie mwali ingia mvuma. Gudron zinaenda, gudron zezikuwa na mwanga, gudron barabara ya Uvira zote zinaenda Rwanda. Komsi banazipitisha njo busiku. Ingekuwa ta mchana wangetusaidia, wanaambia FARDC na bombarde zile magudron zile makamio zote. Mara 10 si tuhombe nabo bahombe. Gudron zinaenda zote. Njo hivyo. Tena muone bandugu yangu Wakongomani, gudro yetu yenye tunateseka miaka mingi hapa Uvira juu tupate gudro, juu batutilata ka gudro ka bongo mwaye ni 5 yetu tuko nayo hapa. Tunateseka miaka mingi sana. Mwe sasa mwe ba mwizi so ndiza balibegate munakasa ndo kia kuiba tena ile gudro. Mungu wangu, hii gudro hii munataka kuiba hii vome tunaisambula tu mplane homo imwangike na kumwangika mchunga mtaona. Hii gudro mnakia kuiba bapanda ba shofere wanajisakrifia maisha. Sino vile shofere wanajaminya maisha yake apande na ile gudro ile apande na mplane. Tutamalizana mwa plane. Ile gudro watu washa kuteseka miaka mingi. Baba maitu mamimba washa kutoka mwa balabala. Kisha mumu na kaiba hii gudro. Hii gudro tutaoneshana mwa plane hii. Haibi kwa hata bechikia hivi. Unatazoea watu. Gudro watu washa kuteseka miaka mingi. Mumu kia kuiba gudro. Munajita walibega tege munakia kuiba gudro. Vraiment ba M23 wanafaa kuchezea watu sana. Tena munaona vile ni Bakongomani ndio mko wanatembeza na magari. Tunaweza kuwa na roho ya buluma wale wa shoferi. Tunawaomba musaidie nguvu, mukamata ta jeep yenu moya ibe escorte. Musibatume bo peke wapande. Munamo muingie ndani, muingie mwale majipe ile, muingie ndani mupande mu majipe. Muende mwafanyie escorte, mu escorte tout bien. Mais muyo kule mbele kwenye mko mnaenda. Hii ni plane, mtaanza plane kutoka Kamanyola. Amuta yako kwenye watabasambulia. Amuta yua. Na ndo mtayua hii njia hii yenye mulikia kubana Uvira itabaonesha matokeo ya kesho ya mamoro mtoko mna vivre. Félicitations muibe. Tuko tunabangalia, tunawaona si hawa tuko hapo. Tunabangalia. Muendelee kuiba. Félicitations kabisa. Balibega tege na Wakongomani babumbafu
kisha uangalie mtoto sasa Mfulero mimi najiunga na M23. Angalia vile wanaiba Gudro ya kwenu, mwisha kuteseka miaka mingi hapa Uvira. Bakia hivi. Baibebe. Kisha unasema mimi na wastenigi hapa watu wasema wanakia libere nchi. Sha. Ndio maana nikikamata mtu munafiki mie mwenyewe kuna jiunga na M23 na ni ndugu yangu Mkongomani. Kituo ambacho kilikuwa kiko kwa upande wa barabara ya Mwami wa kwenye vituo kwenye milima ya juu ya barabara ya Mwami ambako kulikuwa kuna kambi ya magaidi wa M23 iliweza kuchomwa moto kwa kuashiria kwamba kambi hiyo haitotumika tena. Makambi yabo hii banalunguza basi na pulula banalunguza hii yenye iko yulu ya barabara ya Mwami. Maposition yabo hii unaona moshi ile kwa natoka to evite soke za nini o 15 camion na bango eleki hawa bango yuti Bukavu ekiti na poro après ngonga moketo mon deja mote bandi kopela kuna likolo ya ngomba. Raia wanaopatikana ndani ya jiji la Uvira hawaelewi kinachoendelea, huku wengi wakiwa wanatamani kuona tena serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadhibiti mji huo wa Uvira kutokana na manyanyaso na mateso waliyoyaonja ya mwezi mmoja kutoka kwa magaidi wa M23. Hii ambayo uko nasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tujielekeze tarafani Fizi ambako William Amuli Yakutumba ahidi amani ya kudumu kurejea kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vita ambayo iko inaendelea. William Amuli Yakutumba, kiongozi wa Wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, alipokuwa na hutubia raia kwenye maeneo ya tarafa ya Fizi, alikuwa akiwataka wananchi kuweza kujipa moyo na matumaini na kubaki kuwa kitu kimoja, maana umoja ndiyo nguvu. Watu wakiwa kwenye utengano wala hawezi kufanya kitu chochote, na hivyo wanahitaji wananchi wote waweze kuungana na wazalendo ili kuweza kupata nguvu ya pamoja. Huku pia William Amuli Yakutumba akiwasihi wanafunzi pamoja na walimu kuanza kurejea mashuleni kwa sababu amani ya kudumu inakwenda kupatikana. Mengine zaidi, huyu hapa William Amuli Yakutumba. Bakue alinye kukitu hiki kimoja. Ndio nguvu tutapata, ndio vile rais anasema bazalendo pote bakue kitu kimoja. Alors tunapewa kila kitu na kila kitu pour que tu libere Uvira, tu libere Bukavu, tu libere AFC/M23 kiko Minembwe, tu libere tuwatoshe fasi zote zenye beko. Mujikute tranquille, batoto baanze kwenda kwa masomo. Batoto baanze masomo. Ndio nawaambia hapa, niko naona mbele, niko naona nyuma, batoto baanze masomo. Ba mwalimu wako. Napenda kuwapa neno lingine, atupende kusikia barriere. Nadhani ni message kidogo tulipenda kuachia hapa. Musishangale, mnaweza kuniona mimi napita hapa, naenda Kikonde, naenda vazi fulani. Lakini itakuwa na bezwe. Hapa pote mwenye kamata hivi hapo, sitapenda kuwa nabo pamoja. Nitapenda kuwa na ba jeune garçon, ba jeune. Ba mwende kwanza 50 kushuka ba jeune. Nikutana nabo quelque part. Eba msipende msikie vyangu. Mungu bachitwa.
Tofauti na hivyo, pia mapigano makali yaliibuka maeneo ya Point Zero ambako magaidi wa M23 Red Tabara Twirwaneho walijaribu kuvamia vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo, na hivyo kupigwa vibaya mno na kuweza kurejeshwa nyuma, huku wakihitaji msaada zaidi kutoka kwa ndugu zao M23. Banyarwanda njo wanapigwa, wanakimbia wiko wanashimamia kote ya Kalingi saa hii depuis Point Zero mpaka Kalingi, palikia chokoza guvernema kote ya Point Zero njo wanawabebelea mpaka kule, donc viko andebandade saa hii njo viko nalomba maramforo ku benzao viko makote mbalimbali kule kule tu mabilima kule. Na muko nasikiliza Amka na Baraka One TV, na pia Ejide Kizenga Tembele yuko nasikiliza Amka na Baraka One TV. Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Dedone Butoto Biondo Kilamba Mawe mzee wa state ya Maine, Ashosi Kashosi kutoka Australia, da Feza da Letesha da Asha da Arwin, wote wakiwa nasikiliza Baraka One TV. Yankisi Kandeki Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajab, na baada ya taarifa hizo tuingie jijini Kinshasa ambako rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tayari kwa mazungumzo, lakini sio ya watu kutoka nje. Kwenye mkutano wa chama vinavyounga chama tawala kwenye muungano wa Union Sacrée, rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akitoa hotuba yake aliweza kuzungumzia swala la kutaka maridhiano, mazungumzo na vyama mbalimbali vya kisiasa, pia na wananchi mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kupata amani ya kudumu. Lakini mazungumzo hayo lazima yafanyike na wakongomani wenyewe na sio watu wa nje ndio waweze kuingilia kati mazungumzo ambayo yanahitajika kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates
qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Na tukimalizana na taarifa hizo kutoka Kinshasa ni kwamba tukiingia huko mkoani Tanganyika ndani ya tarafa ya Kongolo, wananchi waendesha pikipiki vijana wameweza kugoma kulipa ushuru wao wa bodaboda huku wakidai ubovu wa barabara, na hivyo wanataka serikali ya jimbo ikiwashirikiana pia na serikali ya taifa kuweza kutengeneza barabara wanazotumia ili waweze kulipa kodi hizo. Tofauti na hivyo basi itakuwa ni historia kusema kwamba waendesha pikipiki wanaweza kulipa kodi. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya nchi mbovu barani Afrika kwa upande wa barabara, ambako 80% ya barabara za DRC zimeharibika, huku vyanzo vya kuingiza mapato serikalini vikikusanya kodi kila kukicha, lakini bado barabara zinaonekana kuwa mbovu, na hivyo kusababisha waendesha pikipiki hao kutaka serikali iweze kuwajibika ili waweze kulipa kodi. Mengine zaidi, ripoti hii kutoka huko maeneo ya Kongolo. Barabara mpaka sasa watatengeneza bandia, ndio taarifa ilipa peaje, watengeneze barabara peaje route tunakatala. Ye gouverneur atoe mbele nyuzu akuya hapa, hapana mbona atembee tu mbele cha barabara aone souffrance. Kama anaona souffrance ndio akwa documente, kama avisite mbele hapa Kongola, avisite mbele Kongola, atembee ya barabara. Tunapenda mbele avisite waone ile souffrance ndio akweto mbele wala tuambia nini. Baba napenda peaje. Nipende peaje. Ndio nini? Banatusumbua mubaya. Barabara hakuna. Sasa utasema nini neno lako? Kile mimi nasema batutengeneze barabara, tutalipa hata kwa pesa ngapi tutalipa. Kama batengeneza barabara mtalipa. Tutalipa. Kama batengeneza tutalipa. Anasema leta kwa kabisa vya setani lokatera mbele lokatera sasa leta avance. Sawa sawa.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Utakuwa unasikiliza matangazo haya kila siku kuanzia majira ya saa 11:30 za asubuhi. Pia utakuwa unatusikiliza majira ya saa 6 na saa 9, ikiwepo pia saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, na tukutane majira ya saa 6, 9 pamoja na 12.